kuenzi mafanikio yaliyopatikana na kuangalia upya utekelezaji wa mikakati yetu. Aidha, kwa kipindi cha zaidi ya miongo mitatu, Zanzibar tumepiga hatua kubwa na kufanikiwa kudhibiti kiwango cha maambukizi ya virusi vya ukimwi kwa kuwa chini ya 1%. Tafiti zinaonyesha kwamba 0.4% ya wakazi wa Zanzibar wanaishi na maambukizo ya virusi vya ukimwi, ambayo ni sawa na watu 10,256 kwa mwaka 2025. Tumefanikiwa kupunguza maambukizi mapya kutoka watu 362 kwa mwaka 2020 hadi kufikia watu 211 waliopata maambukizi mapya kwa mwaka 2025. Kadhalika, tumepunguza vifo vitokanavyo na maradhi ya ukimwi kutoka vifo 230 kwa mwaka 2020 hadi vifo 115 kwa mwaka 2025. Hatua hii tumeweza kuifikia kutokana na jitihada kubwa za serikali kwa kushirikiana na washirika wetu wa maendeleo na wadau mbalimbali wa ndani na nje ya nchi yetu. Pamoja na mafanikio makubwa tuliyoweza kuyapata katika mapambano dhidi ya maradhi ya ukimwi, bado tunakabiliwa na changamoto zinazohitaji nguvu ya pamoja ya kuzishughulikia, ikiwemo upungufu wa rasilimali za kifedha, unyanyapaa na kuendelea kuwepo kwa tabia hatarishi hasa miongoni mwa vijana wetu. Hivyo siku ya leo inatukumbusha kwamba mapambano dhidi ya ukimwi bado hayajaisha. Kila mmoja wetu ana wajibu wa kushiriki kwa vitendo kuijenga Zanzibar isiyo na maambukizi mapya na inayotoa matumaini makubwa kwa watu wanaoishi na VVU. Napenda kutumia nafasi hii kutoa wito kwa taasisi mbalimbali, wadau na jamii kwa ujumla kuhakikisha tunashirikiana kwa pamoja katika kuhamasisha kampeni za mabadiliko ya tabia, kuongeza ubunifu wa upatikanaji wa fedha, vifaa mbalimbali vinavyohitajika na vile vile kuhakikisha fedha tulizonazo zinatumika kwa ufanisi ili kufikia malengo tuliyojiwekea. Ni muhimu kila mmoja wetu akafahamu kuwa changamoto ya kifedha katika utekelezaji wa shughuli mbalimbali za ukimwi imetokana na sababu mbalimbali, ikiwemo kuyumba kwa uchumi wa ulimwengu, kuzuka kwa maradhi mengine ya milipuko kama vile uviko 19, kuibuka kwa machafuko katika nchi mbalimbali na kubadilika kwa vipaumbele vya nchi kubwa zinazochangia katika mapambano dhidi ya maradhi ya ukimwi. Hivi karibuni tumeshuhudia washirika wetu wakubwa katika mapambano ya ukimwi, ikiwemo serikali ya Marekani na mfuko wa dunia wa kupambana na ukimwi kupunguza fedha kwa kiasi kikubwa katika shughuli za ukimwi. Hali hii inatanabahisha umuhimu wa kutenga na kutumia fedha zetu za ndani katika kuendeleza mapambano dhidi ya maradhi haya.